Mungu awe nanyi daima. Muda ni mali. Ukipita umepita, hauwezi kurudi nyuma. Kila mwaka, kila mwezi, kila wiki, kila siku, kila saa, kila dakika na kila sekunde, muda hausimami. Unahesabu kila kitu kwa wakati husika. Wahenga walisema, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Muda ulifika wa tukio ambalo wengi walilisubiri kwa hamu. Ni muda wa machozi ya furaha kububujika. Ilikuwa ni siku ya tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, kulipokuwa na tukio la mahafali ya wanatukasa kutoka katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti Mwanza. Tukio ambalo kwa mujibu wa Pastor Ngomoi, mlezi wa wanatukasa hao, alisema kuwa lilifana. Uongozi wa Tukasa Sauti umeandaa mahafali iliyofana. Tukio hilo lilijazwa na furaha kwa wanatukasa wote na wengine wote waliokuwa katika eneo hilo. Tukio hilo lilianza na hatimaye hotuba kutoka kwa wageni rasmi wa tukio hilo ambao ni Laban Nyotato. Ukisikia jina hilo basi ujue tu ni Nyota Driving School ndiyo inayozungumziwa. Mgeni mwingine ni Pastor Ngomoi ambaye pia ni mlezi wa wanatukasa hao ambao wote katika nyakati tofauti walitoa hotuba zinazohusu kugeuza changamoto kuwa fursa. Pale changamoto zinapokuja tunatakiwa kutumia kama fursa. Masomo hayo yaligusa mioyo si tu ya wahitimu bali mioyo ya wote waliokuwa katika tukio hilo. Na hapo ndipo nilipojawa na shauku ya kutaka kuzungumza na mmoja kati yao. Na ndipo nilipopata nafasi ya kuzungumza na Pastor Ngomoi. Napo nilipozungumza naye, kwanza nilimuuliza kwa nini aliamua kuchagua somo hilo katika wakati huo. Ni kipi ambacho kilikuvutia kuandaa somo kama hilo? Dunia ya leo tuna vijana wengi. Asilimia kubwa sisi vijana tunalalamika. Tunatazama changamoto na kuwa kikwazo cha maendeleo. Na inafika hatua tunashindwa kusonga mbele kwa sababu tu ya kwamba tunayoona ni milima, hatuoni ya kwamba kuna fursa katika milima. Tunapoona ni kushindwa, na wakati wengi wanaposhindwa kuna fursa ya sisi kuweza katika Kristo. Kwa hiyo nilitamani kwa nadharia yangu, lakini pia kwa uwezo wa Mungu, vijana tufahamu ya kwamba tuna nafasi ya kufanya hata katika changamoto na taabu katika ulimwengu wa leo. Tuna kitu cha kufanya hata katika changamoto na taabu katika ulimwengu wa leo. Wakati tukiwa mipango kule, ulizungumzia kuhusiana na masuala ya connection. Ni kipi ambacho, kwa nini ulisema connection? Na ukija kuhusianisha na somo ambalo umeweza kuitoa leo, fursa, kutumia changamoto kama fursa, lakini uzungumzia connection. Ni kwa nini? Naona kama masomo ambayo yanaendana. Ni kwa nini uliamua kufanya? Natamani na ni tamaa yangu, na mimi tamaa ya watu wengi kuona vijana wana prosper, vijana wana prevail, vijana wanaendelea, vijana wanajikwamua katika hali itwayo duni. Na tunatakiwa kuwasaidia vijana ambao wengine pia bado ni vijana kuweza kupiga hatua katika maisha. Connection tunaishi kwa faida ya watu. Mtaji wa kwanza ni watu. Mara nyingi tunakuwa chuo au tunakuwa mahali fulani, hatutengenezi connection. At the end of the time tunamaliza vyuo vyetu na elimu zetu, tunabaki tumestuck kwa sababu wakati tunasoma tuliishi bila kutengeneza connection. Lakini watu wanaotuzunguka wana sehemu kubwa sana katika maisha yetu. Tutakapotambua hilo, tukafahamiana, tukatengeneza mwingiliano ulio sahihi kwa kuweza kusaidiana, ni watu ambao after muda mdogo tu tutakutana nao mahali ambapo wanaweza wakawa ni msaada mkubwa wa kutuinua na kuendelea kuishi katika maisha haya. Tulizungumza mengi na Pastor Ngomoi, lakini baada ya mazungumzo hayo sikuacha mbali wahitimu kutaka kujua furaha yao, vitu ambavyo watavikumbuka katika maisha yao, hasa walipokuwa wakitumikia chama cha Tukasa Sauti. Kitu ambacho nitakumbuka ni umoja, ushirikiano pamoja na upendo ambao upo katika chama hiki cha Tukasa Sauti. Cha kuambia ni kumtegemea Mungu na kujitoa kwa ajili ya kazi yake, hata tuacha kamwe. Ile siku kama leo ulisubiria kwa hamu kiasi gani? Sana, nilisubiria sana. Nafikiri nini ambacho kilikupa shauku ya kusubiri kwa hamu? Kwa kweli vitu vingi sana. Nilihitaji kuona ndugu zangu, kuonana na ndugu zangu,
Leo umeonana na mama pale akiwa na nawili? Nimeonana na mama na dada, wakina mama mdogo, mtoto wangu, marafiki zangu. Nilichojifunza kwanza ni kuwa mvumilivu. Kila kitu ili ufanikiwe lazima uwe mvumilivu. Naye mmoja wa wazazi waliokuwa wamehudhuria katika mahafali hayo alipopata nafasi ya kuzungumza na kuelezea machache kuhusu furaha yake katika mahafali hayo, alisema kwamba na furaha kubwa kuona mwanangu amemaliza salama akiwa katika shule hii. Kitu kilichokuwa kinanipa moyo, nilikuwa kinanipa moyo kwa sababu nilikuwa namtegemea Mungu, kwa sababu kila ninapokuwa naomba nilikuwa namkabidhi kwa Mungu. Ni nani atasahau mazuri ya na tukasahau? TUCASA Sauti Mwanza tutawakumbuka sana. Mliyofanya yatadumu na kuwa alama katika maisha yetu daima, na mengi yatasimuliwa kwa wengi wajao katika siku zijazo. Ni nani awezaye kuwalipa kwa yote hayo? Ni Mungu peke yake awezaye. Mungu awabariki kwa matendo yenu mlioyaonyesha katika kipindi chote cha wanachama wenu. Mungu awabariki mwendako. Mungu aonyeshe njia katika yote myafanyayo. Mungu